Vuta pumzi, kisha ishikilie. Katika hewa ulioingiza sasa hivi, kuna kitu ambacho hakikuwepo duniani kwa mabilioni ya miaka ya kwanza: oksijeni. Hii oksijeni haikuja na sayari, ililetwa hapa na maisha yenyewe. Sasa fikiria jambo la kutisha zaidi: ondoa oksijeni yote katika hewa ya dunia, si kwa mwaka mmoja, si kwa siku moja, bali kwa dakika chache tu. Misitu ingesimama pale pale, bahari zingebaki zimejaa, jua lingechomoza mashariki kama kawaida, lakini karibu kila kiumbe unachokijua kingekwama. Kwa hivyo hapa kuna swali ambalo tutalifukua leo: hewa hii inatoka wapi na ni nani anayeisimamia? Jibu litakushangaza, kwa sababu hakuna anayeisimamia. Kila sekunde mahali fulani duniani kuna kiumbe kinachotoa oksijeni. Mahali pengine kuna kiumbe kinachonyonya kaboni dioksidi. Baharini, mabilioni ya viumbe visivyoonekana kwa macho vyatumia mwanga wa jua kuigeuza hewa tunayoitoa kuwa sehemu ya miili yao. Misitu inavuta kaboni kutoka angani. Udongo unaihifadhi. Bakteria unaivunja viumbe vilivyokufa na kurudisha virutubisho. Mito inabeba kemikali kutoka milimani kuelekea baharini. Na kila mahali vitu tunavyohitaji ili kuishi vinazunguka tena na tena na tena. Sasa tafuta maneja wa mfumo huu. Hakuna kituo kikuu cha udhibiti. Hakuna ofisi, hakuna mashine kubwa iliyofichwa ndani ya dunia inayosema leo tutengeneza oksijeni kiasi hiki. Na bado mabilioni ya miaka mfumo huu haujawahi kusimama. Mfumo huu una jina: biosphere, ulimwengu wa viumbe hai wa dunia. Na leo tunaingia ndani yake, kwa sababu ili kuelewa kwa nini dunia inaweza kubeba maisha, hatuwezi kuangalia tu kama mpira wa maji, hewa na mawe. Tunapaswa kuiona kama mtandao mmoja mkubwa ambapo miti, bahari, bakteria, wanyama, udongo, hewa na hata miamba vyote vina kazi. Tuanze pale ambapo kila kitu kilibadilika. Rudi nyuma zaidi ya miaka bilioni 2. Kama ungesimama juu ya dunia changa na kuvuta pumzi, ungekufa. Hewa ilikuwa tofauti kabisa. Oksijeni huru ilikuwa kidogo mno. Kisha kikatokea kitu kidogo kiasi cha kutoonekana, kilichobadilisha sayari nzima milele: cyanobacteria. Vilikuwa miongoni mwa viumbe vya kwanza kufanya photosynthesis, usanisi nuru kwa Kiswahili. Vilinasa nishati ya jua, vikatumia maji na kaboni dioksidi, na katika mchakato huo vikaanza kutoa oksijeni. Lakini hapa kuna kitu cha kuvutia: oksijeni hii haikujaza hewa mara moja. Kwa muda mrefu sana ilitoweka, ikiingia kwenye athari za kemikali na madini, hasa chuma, ndani ya miamba na bahari. Ilikuwa kama kumwaga maji kwenye mchanga mkavu. Kwa muda hauoni chochote, kisha mchanga ukajaa oksijeni, na oksijeni ikaanza kujilimbikiza angani. Tukio hili wanasayansi wanaliita Great Oxidation Event. Lilibadilisha kila kitu, likafungua mlango kwa aina mpya kabisa ya maisha. Kwa hiyo kumbuka jambo hili tunapoendelea: hewa unayopumua leo si zawadi ambayo dunia ilizaliwa nayo. Ni matokeo ya maisha yenyewe, kazi ya viumbe vidogo vilivyofanya kazi kwa mamia ya mamilioni ya miaka. Maisha yalibadilisha hewa, na hewa mpya ikatengeneza njia kwa maisha mengine kustawi. Sasa hiyo oksijeni leo inatoka wapi? Ukimuuliza mtu swali hili, atakuonyesha miti, na hana makosa kabisa. Mimea ya nchi kavu inazalisha oksijeni. Lakini hapa kuna jambo ambalo watu wengi hawajui. Zaidi ya 70% ya uso wa dunia
si nchi kavu, ni bahari. Na ndani ya maji hayo kuna viumbe visivyoonekana kwa macho, phytoplanktons. Baadhi ni bakteria, baadhi ni mwani, baadhi ni viumbe vya seli moja. Usidanganywe na udogo huo. Kwa pamoja, hawa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa oksijeni katika sayari nzima. Kwa mujibu wa NOAA, karibu nusu ya oksijeni yote inayozalishwa duniani inatoka baharini, hasa kutoka kwa plankton hawa wanaofanya photosynthesis, yani usanisi nuru. Fikiria hilo. Sehemu ya oksijeni uliyoivuta dakika chache zilizopita, huenda safari yake ilianza ndani ya bahari, na kati ya viumbe hawa kuna mmoja anayestahili jina lake litamkwe: Chlorochlorococcus, bakteria mdogo kupita kiasi, mdogo kiasi kwamba huwezi kumwona bila darubini yenye nguvu. Na bado, kwa makadirio ya wanasayansi, kiumbe huyu mmoja anaweza kuchangia zaidi ya 20% ya oksijeni inayozalishwa katika biosphere nzima. Kiumbe usiyeweza kuiona, kinachozalisha oksijeni zaidi ya misitu mingi tunayoiheshimu. Lakini ngoja, kabla hujafikiri bahari inatujazia hewa kama tanki, hebu tuwe wa kweli, kwa sababu oksijeni haitengenezwi tu baharini, pia inatumiwa. Samaki wanaitumia, bakteria wanaitumia, viumbe wanapooza, mchakato huo unatumia oksijeni. Hata mimea wenyewe baharini inatumia oksijeni kupumua. Kwa hiyo tunaposema bahari inazalisha nusu ya oksijeni, hatumaanishi nusu ya kila pumzi inatoka baharini moja kwa moja. Kinachoendelea ni mizani: uzalishaji upande mmoja, matumizi upande mwingine. Na hewa tunayoipumua leo ni akiba iliyokusanywa katika kipindi kirefu sana cha historia ya dunia. Shikilia wazo hili la mizani, kwa sababu litatongoza kwenye sehemu ya pili ya hadithi ya kaboni. Jani linaonekana kitu rahisi sana, kijani, tulivu, kimya, lakini ndani yake kuna kiwanda kinachofanya kitu ambacho wanadamu pamoja na teknolojia yetu yote bado tunatatizika kuiiga. Mwanga wa jua unapofika kwenye jani, chlorophyll inanasa nishati yake. Mmea unavuta maji kutoka ardhini, unavuta carbon dioxide kutoka angani, na kwa nishati ya jua unaviunganisha kuwa chakula. Kwa kifupi, carbon dioxide pamoja na maji pamoja na mwanga vinakuwa chakula cha mimea, na oksijeni inatokea kama zawadi ya ziada. Lakini hapa ndipo kuna sehemu ya kushangaza ambayo watu wengi hawaifikirii. Mmea unapovuta carbon dioxide hauondoi tu gesi hewani, unachukua kaboni iliyo ndani ya gesi hiyo, na kaboni hiyo inakuwa mmea, inakuwa jani, inakuwa shina, inakuwa mzizi na mbao, au hata tunda, au hata mbegu. Simama kwenye wazo hili kwa sekunde. Ule mti mkubwa nje dirisha yako, sehemu kubwa ya uzito wake haitoki ardhini, ulitoka hewani. Mmea ulichukua kitu kisichoonekana, kisichoshikika, na kukigeuza kuwa kitu unachoweza kukikumbatia. Hii ni mojawapo ya miujiza mikubwa ya biosphere. Lakini kila miujiza una upande wa pili, kwa sababu kama mmea inavuta kaboni kila wakati, kwa nini haijaisha? Kaboni inaenda wapi? Kila unapotoa pumzi unatoa carbon dioxide. Wanyama hufanya hivyo hivyo. Mimea nayo inatoa kaboni inapopumua. Viumbe vinapokufa na kuoza, kaboni inaweza kurudi angani. Moto unaitoa, volkano zinaitoa. Na wanadamu, hasa kwa kuchoma mafuta ya kisukuku kama vile makaa ya mawe, mafuta na gesi, tumeongeza kaboni dioxide angani kwa kiasi kikubwa mno. Kaboni ikiingia hewani kila wakati, kwa nini haiongezeki bila mwisho? Kwa hiyo swali ni hili: kama kaboni
inaingia hewani bila kukoma? Kwa nini hailundiki tu hadi mwisho wa dunia? Jibu ni kwamba dunia ina mifumo ya siri, mifumo mikubwa inayovuta kaboni, kuhifadhi na kuizungusha. Mimea ni mmoja, udongo ni mwingine, lakini kubwa kuliko wote ni yule tuliyemwona tayari, bahari. Fikiria hewa na bahari kama vyumba viwili vilivyounganishwa na mlango wazi. Kaboni dioksidi inapita mlango huo kutoka hewani kuingia majini na kutoka majini kurudi hewani, kila wakati, pande zote mbili. Lakini kaboni inapoingia majini haikai tu kama gesi iliyoyeyushwa. Inaingia kwenye athari za kemikali. Inabadilika kuwa aina mbalimbali za kaboni iliyoyeyushwa. Mojawapo ni carbonic acid. Na bahari ni kubwa mno. Ina uwezo wa kushughulikia kaboni nyingi zaidi kuliko hewa yote. Kwa hiyo, sehemu ya kaboni tunayoirusha angani inaingia baharini na kubaki huko kwa muda mrefu sana. Lakini hapa ndipo hadithi inakuwa ya kuvutia kweli, kwa sababu bahari haichukui kaboni kwa kemia pekee. Viumbe hai wenyewe wanaisukuma. Rudi kwa phytoplankton. Wale viumbe wadogo wanaishi baharini juu palipo na mwanga. Wanavuta kaboni dioksidi, wanafanya photosynthesis, na kaboni inakuwa sehemu ya mili yao. Sasa fuatilia kaboni hiyo. Kiumbe kingine anakula phytoplankton. Kiumbe kikubwa zaidi anamla huyo. Samaki anamla huyo. Kaboni inasafiri kupitia mnyororo mzima wa chakula. Lakini hatimaye kila kiumbe hufa au hutoa taka au sehemu ya mwili wake huanguka kutoka juu, na mabaki hayo yanaanza kuzama. Wanasayansi wanaita hii biological carbon pump. Ni mfumo wa usafirishaji hai unaobeba kaboni kutoka juu ya bahari hadi kwenye kina cha giza. Kiasi kikubwa cha kaboni kinarudi juu kupitia kula na kuoza, lakini sehemu yake inashuka chini mbali na hewa, na kiasi chake ni cha kushtua. Kwa makadirio ya wanasayansi ikiwemo NASA, pampu hii inasafirisha karibu gigatoni 10 za kaboni kila mwaka kutoka hewani hadi kwenye kina cha bahari. Fikiria safari ya molekuli moja iliyokuwa gesi angani ikaingia baharini. Phytoplankton ikaichukua, kiumbe kingine kikaila, na baada ya mfululizo wa matukio ikatua kwenye giza la kina kirefu ambapo inaweza kukaa kwa karne nyingi. Kila bahari ina pampu ya pili, na hii haihitaji viumbe hata kidogo. Inahitaji tu baridi. Maji baridi yanaweza kushikilia kaboni zaidi kuliko maji ya joto. Katika eneo ya baridi kali, hasa karibu na ncha za dunia, maji ya kaboni yanapopoa yanakuwa mazito, na mazito huzama. Yanaposhuka yanabeba kaboni pamoja nayo chini kabisa. Hii inaitwa solubility pump. Kwa hiyo tazama kile bahari inachofanya. Inasogeza kaboni kwa kemia, kwa viumbe hai na kwa mzunguko wa maji baridi na ya joto. Pampu tatu zikifanya kazi pamoja, kimya kimya, chini ya mawimbi. Sasa rudi nchi kavu kwa jicho mpya. Unapotazama msitu, ni rahisi kufikiri hapa kuna oksijeni tu, lakini msitu ni zaidi ya kiwanda cha hewa. Ni ghala hai la kaboni. Miti inavuta kaboni dioksidi. Kaboni inaingia kwenye shina, matawi, mizizi, sehemu yake inaingia kwenye udongo. Miti inapokuwa, kaboni iliyohifadhiwa inaongezeka. Lakini msitu pia unapumua na kutoa kaboni. Mimea inapumua. Wanyama wanakula mimea. Viumbe vinakufa. Fungi na bakteria wanavunja mabaki.
moto unaweza kurudisha kaboni yote angani ndani ya saa chache. Kwa hiyo misitu si kifungo cha kaboni cha milele, ni mizani tena kati ya ukuaji, kupumua, kuoza na moto. Ndio maana kusema tu miti inasafisha hewa ni kurahisisha mno. Ukweli ni mkubwa zaidi. Miti ni kiungo katika mzunguko mkubwa wa kaboni, na kiungo hicho hakiwezi kufanya kazi bila kundi mmoja ambalo mara nyingi tunalisahau. Fikiria jani hili. Leo ni jani, kesho linaanza kuoza, baada ya wiki limetoweka, lakini halijatoka kwenye mfumo wa dunia, limebadilishwa tu. Bakteria na fungi wamevamia molekuli zake. Sehemu ya kaboni imerudi angani, sehemu nyingine imerudi udongoni. Virutubisho vimerudishwa tayari kwa mmea mwingine kuvitumia. Hawa ni decomposers, na bila wao maisha yangekwama. Fikiria dunia isiyo na wao. Viumbe vilivyokufa vingelundikana, virutubisho vingefungwa milele ndani ya mili iliyokufa, na hatimaye mimea ingekosa chakula. Kwa hiyo maisha haitegemei tu wanaotengeneza, yanategemea pia wanaovunja na kurejesha. Biosphere ni mfumo wa kutengeneza na kuchakata kwa wakati mmoja milele. Na hapa ndipo tunafikia wazo kubwa kuliko yote. Dunia haina ghala lisilo na mwisho. Haitengenezi oksijeni mpya kutoka sufuri kila asubuhi. Haipati usambazaji mpya wa kaboni, nitrojeni, fosforasi na maji kila kizazi. Badala yake, vitu vile vile vinazunguka. Maji yanazunguka, kaboni inazunguka, oksijeni, nitrojeni, fosforasi, tena na tena na tena. Fuata hilo hadi mwisho wake wa kushtua. Atomu zilizo ndani ya mwili wako sasa hivi ziliwahi kuwa sehemu ya kitu kingine, labda mti, samaki, bakteria, wingu, labda kiumbe kilichoishi miaka milioni iliyopita. Pumzi uliovuta leo asubuhi huenda ilikuwa na atomu zilizowahi kupitia ndani ya kiumbe kilichotembea dunia hii kabla ya wanadamu kuwepo. Atomu hazijui kama wewe ni binadamu, zinaendelea tu safari yao kupitia mfumo wa dunia. Maisha inabadilisha tu mpangilio wa atomu, sayari inaendelea kuzizungusha. Sasa swali gumu ni hili: kama viumbe hivi vyote vinafanya kazi kwa wakati mmoja, je, dunia inaweza kujirekebisha yenyewe? Kwa kiasi fulani ndiyo. Mifumo ya dunia ina uwezo wa kudumisha hali zinazofaa kwa maisha kupitia mwingiliano wa michakato mingi. Lakini sikiliza kwa makini, kwa sababu hapa ndipo watu wengi wanakosea. Hii haimaanishi dunia ni kiumbe hai mwenye akili, na haimaanishi biosphere itarekebisha kila tatizo tunalolitengeneza. Dunia ina resilience, uwezo wa kustahimili, na wakati mwingine hupona baada ya mshtuko. Lakini resilience ina mpaka. Tukiisukuma haraka mno, tunaweza kuivusha mpaka mbali na hali ambayo viumbe vimezoea kwa mamilioni ya miaka. Chukua mfano wa kaboni tunaiongeza sasa. Sehemu yake inavutwa na bahari na nchi kavu, na hilo linatusaidia. Lakini kumbuka jina lile tuliloliacha nyuma: carbonic acid. Kaboni zaidi ikiingia baharini, kemia ya maji inabadilika. Maji yanakuwa tindikali zaidi, na hiyo inaweza kudhuru viumbe wanaotengeneza magamba na mifupa ya calcium carbonate kama matumbawe na baadhi ya planktons wenye ambao ndio msingi wa mnyororo wa chakula. Kwa hiyo ndiyo, bahari inatusaidia kubeba mzigo,
lakini si dampu lisilo na kikomo. Kila msaada una bei yake, na bei hiyo inalipwa ndani ya mfumo wenyewe. Hili ndilo somo kuu la biosphere. Kila kitu kimeunganishwa. Ukigusa sehemu moja, mtetemo unasafiri hadi sehemu nyingine. Kuna kitu NASA imeonyesha ambacho ukikiona mara moja hauwezi kukisahau. Ukitazama dunia kwa mwaka mzima kutoka mbali sana, ukiangalia kaboni dioksidi ikienda na kurudi, sayari inaonekana kwamba inapumua. Katika majira ya ukuaji, mimea inachanua na kuvuta kaboni dioksidi zaidi. Hewa inavutwa ndani. Katika majira baridi, ukuaji unapungua, kuoza kunaongezeka, kaboni inarudi angani, hewa inatoka nje. Vuta, toa, vuta, toa. Si pumzi kama yetu, lakini mdundo ule ule. Kaboni inaingia, kaboni inatoka. Oksijeni inazalishwa, oksijeni inatumika. Maji yanazunguka, virutubisho vinarejea. Maisha yanazaliwa, maisha yanakufa, na mzunguko unaanza upya. Sayari nzima ikipumua taratibu kwa mabilioni ya miaka. Labda ndio maana dunia inaonekana tofauti sana unapoitazama kutoka angani. Kwa mbali ni tone tu ndogo la buluu katika giza, lakini ukikaribia unaona bahari, misitu, mito, mawingu, barafu, udongo na mabilioni ya viumbe wanaofanya kazi kwa wakati mmoja bila hata mmoja wao kujua picha nzima. Mti unavuta kaboni, phytoplankton inafanya photosynthesis, bakteria anavuja jani, maji baridi yanazama, mnyama anapumua na oksijeni inaendelea kuzunguka. Hakuna maneja, hakuna mpango mkuu, hakuna kituo cha udhibiti. Ni mfumo tu unaotumia mwanga wa nyota moja kuonyesha mizunguko ya kikemia inaunganisha bahari, hewa, ardhi na kila kiumbe kilicho hai. Na labda jambo la kushangaza zaidi si kwamba dunia ina maisha, ni kwamba baada ya mabilioni ya miaka, maisha yenyewe yamekuwa sehemu ya mfumo unayoifanya dunia iendelee kuwa mahali ambapo maisha inawezekana. Kwa hiyo pumzi yako inayofuata, vuta taratibu. Oksijeni hiyo ilitengenezwa na photosynthesis, labda na miti, labda na kiumbe kidogo baharini ambacho hutawahi kukiona. Kaboni utakayoitoa itaanza safari nyingine kwenye jani au wimbi au udongo au giza la kina cha bahari, na siku moja itarudi tena angani. Hupumui tu hewa, unashiriki katika mzunguko wa sayari nzima uliokuwepo kabla yako na utakaoendelea baada yako. Asanteni.